kauli mbiu yenu nilikuwa naisikiliza inasema lishe bora taifa bora. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na taifa ambalo ni bora kama tuna watu wenye lishe dhaifu au wenye lishe duni. Kwa hiyo kauli mbiu pia ina reflect au inaakisi umuhimu wa taaluma ya lishe kwenye maendeleo au kwenye mustakabali mpana wa nchi. Lakini nataka tu niseme tunaye champion sio tu wa Tanzania lakini wa dunia nzima kwenye masuala ya lishe, ambaye si mwingine bali ni rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Nakumbuka tangu Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa rais, namna ambavyo aliweka msisitizo kwenye swala la lishe na afya ya mama na mtoto. Tangu kipindi hicho alivyoenda kuwa rais akalibeba tena akaama nalo kutoka ofisi ya makamu wa rais akaenda nalo ofisi ya rais. Kwa hiyo lakini tunafahamu namna ambavyo utekelezaji wa mikataba utendaji ule ufanisi kati ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kada nyingine zote, viongozi wote kwenye ngazi ya mikoa na halmashauri, ambavyo umekuwa unafanywa kila mwaka tunapitia. Kwa hiyo kwa kweli ni swala ambalo naweza nikasema kwa maana ya uongozi mkubwa kabisa wa nchi umelipa kipaumbele cha hali ya juu. Tuna magonjwa mengi tu ambayo yanatokana na kutozingatia taratibu nzuri za nini? Za kula chakula. Watu wanakula kujaza matumbo, lakini swala sio kujaza tumbo. Swala ni unakula nini, kinakwenda kufanya nini kwa wakati gani. Wananchi wetu wengi wa kipato cha kawaida wakiwa kwenye shughuli zao kazini, mjini, biashara, wanakwenda kula kwa nani? Mama lishe na baba lishe. Si ndiko wanapokwenda kula? Wote hapa tukiwa makazini tunakula kwa nani? Si ndiko tunakokula? Wananchi walio wengi kule ndio wanakoenda kupata chakula chao. Sasa inategemea mtu anafanya kazi gani. Lakini unakuta mtu amekaa ofisini ila asubuhi yuko kwa mama lishe, yuko kwa baba lishe. Chapati zake 2, supu na mtori juu yake, soda yake kubwa, sitaki kuitaja ipi, si ndio? Lakini kazi yake ni kukaa ofisini. Mboga za majani usiguse, mambo ya kimaskini. Akikaa kidogo, muda umefika, anakwenda kula chakula cha mchana. Ugali wake wa kutosha mkubwa tu, unaona, na mboga zake ziko pale, hajakaa sawa. Baadaye akitoka pale anapita kwenye nyama choma na mambo mengine kama haya. Sasa mama lishe would have been the best person kuongea na huyu mtu, pamoja na kwamba naye anatafuta hela, lakini akielimishwa anaweza akaelewa. Lakini mimi akija mbeba mkokoteni, msukuma mkokoteni, unaona, au mchanganya zege, anayebeba zege kupandisha, akila chapati, kwani mimi na ugomvi naye? Yes, anatafuta nguvu. Yeye anatafuta nguvu. Akasukume mkokoteni, akabebe magunia, unaona, akapandisha zege juu ya gorofa. Kwa ina maana chakula unachokula kinategemea pia wewe unafanya kazi gani. Mtu anasumbuliwa na kisukari, mtu anasumbuliwa na tatizo la moyo, mtu anasumbuliwa na figo, anakula kitu gani wakati gani? Mgonjwa wa moyo na mgonjwa wa figo ni watu wawili tofauti. Kila mmoja anahitaji plani yake ya chakula. Chakula mimi naona ni kama dawa. Huwa naambia watu, mimi nina mfano wa kweli kabisa ambao ulinigusa moja kwa moja. Mzazi wangu mimi alilazwa pale JKCI, lakini nakumbuka kulikuwa kuna clinical nutritionist ambaye alikuja ana prescribe chakula kama dawa. Unajua yule dada, simkumbuki jina, lakini I truly appreciate her to date. Yaani yule dada ninamheshimu mpaka leo. Alikuwa akija ananiambia, dokta, hapa mboga ya majani itakuwa ni mchicha leo, lakini mchicha usizidi majani kadhaa, sio utani. Yaani yale majani yale anahesabu majani ya mchicha. Ananiambia isizidi haya. Ananiambia mgonjwa kwa jinsi alivyo na vipimo nilivyoviona, anatakiwa atumie uji wa mchele, sio uji wa kitu kingine, na maziwa
ya soya au almond, sio maziwa ya kawaida, lakini ratio zinatakiwa kuwa hivi. Ananiambia zile ratio. Samaki ananiambia ondoa hii ngozi, alafu huyu samaki ananiambia paka gram fulani. I say nataka niwaambie mimi mamangu alipona.